wilaya ya Misungwi pia inaendesha shughuli za uchimbaji wa madini, huku ikiwa na wachimbaji wadogo 56,373 wanaojishughulisha na kunufaika na mnyororo wa shughuli za uchimbaji. Sekta ya madini asilimia kubwa, kuna kata mbili tatu ndo zinazojishughulisha zaidi na swala la madini. Tunazungumzia kata ya Shilalo, kata ya Rubili na Buhingo, ambazo kata hizo tatu sasa unaweza ukakuta ukitafuta Ishokela ambayo ndio kubwa inapatikana Buhingo, lakini Shilalo kama Shilalo ni maarufu kama hivyo hivyo na jina lake, lakini ukienda Rubili inaweza isiwe maarufu. Umaarufu wa Rubili unapatikana Mwamazengo kwa sababu ndipo madini yanapopatikana. Kwa hivyo tuna takriban zaidi ya wachimbaji wadogo 56,000 ambao wanapatikana katika wilaya ya Misungwi. Lakini katika hao wachimbaji wadogo tunao wachimbaji wa kati ambao naweza kusema huyu mwekezaji wetu ambaye ni mzawa Baraka, kampuni yake inaitwa Busolwa Mining. Yuko Busolwa Mining na amewekeza pale Ishokela, mgodi wake ni wakati mkubwa na tumeona matunda, anarudisha CSR, ameanza ujenzi wa shule mpya pale. Kwanza kwa jina naitwa ndugu Magina Mayala Manumbu, afisa mtendaji wa kijiji cha Buhunda. Kwanza eneo la mgodi la Busolwa Mine kwa kijiji kwa ujumla kinanufaika na mambo kama yafuatayo. Kwanza tulipewa mifuko 100 kwa ajili ya ujenzi wa hostels na litekeleza kabisa kwa mwekezaji. Pili, kwa mwekezaji alichimba kisima, kwa sasa wananchi wananufaika. Tatu, miundombinu anaitengeneza kwa muda mwafaka mkimhitaji. Changamoto zaidi, hata halmashauri yangu ya kijiji tulikuwa tuna viti, tulipoomba tukapewa viti 36. Mfano, unaona ile barabara injection koja hapa ametengeneza yeye kwa ajili ya nini? Shule ya msingi Buhunda B, ambayo sisi kama halmashauri tumeomba mwekezaji mwaka. Kwanza kabisa hata hii shule anaijenga kwa moyo wake mkubwa, na inawezekana akawa ameenda kwa wakati. Kwa sasa hivi iko kwenye 75%. Mwekezaji wa Golden Mine hata kwenye jamii ni mtu ambaye anasaidia vitu vingi. Kwa mfano hii kisima cha maji, leo mashule yote haya kama kunahitajika huduma yoyote, gari yake anatoa, unaweza kuwekea michanga, kujengea kwenye zahanati, analeta maji pale kusaidia wanawake ambao wanaojifungua kutokana na ukame wa maji, uhaba wa maji. Yeye huwa analeta tanki kila baada ya wiki moja, analeta maji ili kusaidia wanaojifungua. Mwekezaji huyu ni mtu ambaye ni msikivu kwa watu, ni mtu mpenda maendeleo. Hata leo fadhila zake anazoleta kutokana na uzalishaji anazozalisha hapa kijijini tunanufaika nao. Hii shule inaweza kupunguza changamoto sana ya mrundikano wa wanafunzi kutokana na wanafunzi walikuwa wengi na madarasa kuwa machache. Hata walimu wataongezeka kutokana na hii shule baada ya kuisha tu. Kwa hiyo mimi naomba mwekezaji huyu ana moyo mzuri. Kama kuna misaada mingine ya uwekezaji, labda naomba aongezewe na apewe nafasi ya kuweza kuwa kipaumbele ili aendelee kutekeleza miradi hii kusaidia mama rais wetu. Huu ni mgodi wa mzawa, yani mzaliwa wa ardhi mama Tanzania, Busolwa Mining, uliopo kata ya Buhunda. Shughuli za uchimbaji madini zinaendelea hapa, napo wanakiri kunufaika na jitihada za serikali kuweka mazingira wezeshi katika sekta ya madini. Ujumla, kulingana na uchimbaji wetu, serikali ya awamu ya 6 imekuwa ni mbia wetu, amekuwa ametusupport sana katika uchimbaji wetu wa shughuli za uchimbaji hapa Busolwa Mining Buhunda project.
ambapo imeturahisishia kwenye mambo mengi ikiwemo usafirishaji wa mitambo yetu kuja kwenye eneo la uchimbaji, upatikanaji wa mafuta kwa ajili ya kuendesha mitambo yetu, na pia imekuwa imetusaidia katika kutupatia umeme. Tumekuwa tunaendesha mitambo yetu ya plant hapa kwa kutumia umeme ambao serikali imekuwa ni mmoja wa watu ambao wanatusupplyia umeme kutoka sehemu zao za vyombo vya umeme. Kwa upande wa halmashauri tunalipa ushuru, na kwa upande wa serikali pia kwa maana ya Wizara ya Madini pia tunalipa kodi. Na mpaka sasa ni mabilioni ya hela ambayo tumeshayalipa kama kodi. Kwa hiyo hii yote na tunalipa tukiwa na furaha kabisa, kwa sababu tunajua pesa tunazozilipa zinaenda kusaidia jamii. Yaani ni kwamba zinarudi, tunaweza kama tunazifaidi sisi pia. Isipokuwa tu unaweza usijue imetokea wapi, lakini ndio pesa hizi ambazo tunazizalisha. Kwa hiyo tunapolipa kodi itaenda serikalini. Kodi ikishaenda serikalini inapangiwa matumizi, mwisho wa siku inarudi kwenye jamii. Rais amekuwa ameipa sana sekta ya madini kipaumbele kwa kuanzisha program mbalimbali, lakini pia kuwapa ruhusa wazawa kuwekeza katika sekta ya madini. Lakini kikubwa zaidi ni amani ambayo inazidi kutawala katika hizi sekta zetu za madini. Ukiangalia sisi tunafanya shughuli zetu hapa, hatujawahi kuingiliwa. Tunafuata taratibu zote kama ambazo zimepangwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunazingatia, na watu tunapata stahiki zetu na haki zetu zote. Sasa kupitia shughuli za madini bila shaka zinachangia mapato ya halmashauri zaidi ya shilingi milioni 692. Mafanikio wilaya ya Misungwi tunasema sio haba, na kwamba miaka 4 ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan inahakisi maendeleo makubwa, na kwamba mwenye macho haambiwi tazama. Misungwi ya sasa ni tofauti na jana.